Mtazamaji wa YouTube chaneli yetu ya Kalamu TV Online, tunaripoti taarifa hii kutokea bungeni. Wizara ya Nishati imewasilisha makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 na kuomba kuidhinishwa shilingi trilioni 2.5. Wizara hiyo imewahakikisha wananchi kuwa Tanzania ina uhakika wa upatikanaji wa mafuta licha ya changamoto za upatikanaji wake zinazotokana na vita vinavyoendelea huko Mashariki ya Kati. Serikali imeeleza kuwa itaendelea kuliwezesha shirika la maendeleo ya petroli TPDC kuagiza mafuta pamoja na kuchukua hatua mbalimbali za kimkakati kuhakikisha upatikanaji wake unaendelea kuwa wa uhakika. Mpendwa mtazamaji wetu, usisahau kubonyeza alama ya subscribe kwenye YouTube chaneli yetu ya Kalamu TV Online ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa ni mara yangu ya kwanza kusimama mbele ya bunge lako tukufu kuwasilisha hotuba hii kama waziri wa nishati, naomba kwa namna ya kipekee kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua kuwa waziri wa wizara hii ya nishati. Naomba niseme kuwa uteuzi huu ni dhamana na heshima kubwa kwangu katika kusimamia na kuendeleza sekta ya nishati ambayo ni kichocheo cha ukuaji wa sekta nyingine za kiuchumi na kijamii, maendeleo ya taifa na wananchi kwa ujumla. Ninaahidi kuwa kwa rehema za Mwenyezi Mungu na kwa kuzingatia miongozo na maelekezo ya Mheshimiwa Rais, nitatekeleza majukumu yangu kwa weledi na uadilifu kwa kushirikiana na bunge lako tukufu na wadau wengine wa sekta ya nishati ili kuhakikisha maono ya Mheshimiwa Rais katika maendeleo ya sekta hii na taifa kwa ujumla yanafikiwa. Serikali kupitia Wizara ya Nishati kwa kushirikiana na wadau mbalimbali inaendelea na utekelezaji wa mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia wa mwaka 2024-2034 uliozinduliwa mwezi Mei 2024 wenye lengo la kuhakikisha angalau 80% ya Watanzania wawe wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua zilizochukuliwa ni pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu umuhimu wa matumizi ya nishati safi ya kupikia kiafya na kimazingira na kuwezesha upatikanaji wa nishati safi ya kupikia kwa wananchi na katika taasisi hususan zinazohudumia watu zaidi ya 100. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na hatua zilizochukuliwa na serikali, matumizi ya nishati safi ya kupikia yameendelea kuimarika kutoka 6.9% mwaka 2021 hadi kufikia 28.6% ya Watanzania wenye nishati safi ya kupikia mwaka 2025, hatua ambayo imechangia katika kupunguza uharibifu wa mazingira dhidi ya matumizi ya kuni na mkaa kwa ajili ya kupikia na pia kulinda afya za wananchi dhidi ya matumizi ya nishati zisizo safi za kupikia. Kwa namna ya kipekee, nitumie fursa hii kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maono na uongozi wake uliotuwezesha kuwa na mwelekeo huu wa kitaifa wa kuhakikisha wananchi wetu wanatumia nishati safi ya kupikia, ajenda ambayo imempa heshima ya kuwa kinara wa nishati safi ya kupikia barani Afrika na kimataifa. Sambamba na kuimarika kwa upatikanaji wa umeme nchini, nchi yetu pia imeendelea kuwa na uhakika wa upatikanaji wa bidhaa ya mafuta ya petroli, yani petroli, diesel, mafuta ya taa na mafuta ya ndege, pamoja na kuwepo na changamoto za upatikanaji wa bidhaa hizi na kuongezeka kwa gharama za upatikanaji wake kilichosababishwa na vita baina ya Marekani, Israel na Iran. Vita hii imeathiri sana nchi za Mashariki ya Kati, yani Falme za Kiarabu, Saudi Arabia, Bahrain, Oman na Kuwait, ambapo nchi yetu inaagiza kiasi cha 59% ya mafuta yake, ambapo nchi yetu pia inaagiza kiasi cha 41% ya mafuta kilichosalia kinatokea nchini India, ambapo pia na wao hutegemea kupata mafuta ghafi kutoka Mashariki ya Kati. Hatua zilizochukuliwa na serikali ili kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa na uhakika wa upatikanaji wa mafuta ni pamoja na kuliwezesha Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC, ambalo ni shirika la taifa la mafuta, kuagiza kiwango cha mafuta kinachotosheleza kipindi cha miezi 3 ijayo. Aidha, serikali inaendelea kufuatilia kwa ukaribu mwenendo wa upatikanaji wa mafuta duniani na itaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kimkakati ili kuhakikisha nchi yetu
inaendelea kuwa na uhakika wa upatikanaji wa mafuta na hivyo kutoathiri utekelezaji wa shughuli za kiuchumi na kijamii hapa nchini. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.